Hamza, unajua ukikaa karibu na mimi nahisi kama dunia inatulia. Labda kwa sababu umekutana na mtu anayekuolewa bila hata kujaribu sana. Unasema hivyo kwa kila mtu au ni mimi tu? Kama ningesema kwa kila mtu, uzingehisi tofauti hivi. Wewe ni hatari. Maneno yako yanaingia haraka sana moyoni. Hatari ni ile inayokuumiza. Mimi nataka uwe sababu ya tabasamu langu. Hutaki kupokea? Hakuna muhimu kuliko muda huu. Sijazoea kupewa attention namna hii. Basi zoea, kwa sababu ukiwa na mimi utahisi wewe ndio chaguo pekee. Unajua kitu kinachonichanganya kuhusu wewe? Ni kipi? Unafanya mtu ajisikie wa kipekee, lakini nahisi kuna sehemu yako haipo hapa. Labda bado hujaniona vizuri. Au labda wewe humruhusu mtu akuone kabisa. Watu wanapenda kunifanya nionekane mgumu kuliko nilivyo. Hapana Hamza, sio ugumu. Ni umbali. Umbali unaweka mambo salama. Salama kwa nani? Wewe au watu unaokaribia? Mpaka siku hiyo ifike, acha tuishi leo. Kwa nini anakuwa busy ghafla kila jioni? Zamani alikuwa ananitafuta yeye kwanza. Kulala mapema, lakini dakika 20 zilizopita alikuwa online. Hamza, unaficha nini? Hamza, uko wapi? Nyumbani tu, nimechoka kidogo leo. Sauti yako haisikiki kama ya mtu aliyechoka. Wewe unanichunguza sasa? Mbona siku hizi unakuwa mbali? Basi usijali sana, niko sawa. Ni stress za maisha tu, hakuna kingine. Hamza, kama kuna kitu unaweza kuniambia. Hakuna kitu Aisha, una overthink. Mtu anapokuhakikishia sana kwamba hakuna kitu ndipo unajua kuna kitu. Haiwezekani, labda ninaona vibaya. Hamza, usiwe sababu ya kunifanya nianze kukuogopa.